hizi club zina take advantage ya udhaifu ambao wapo nao mamlaka zetu. Ndio. Wanajua kwamba wakitishia hivi kidogo mamlaka zinapepesuka. Kwa mfano Yanga hapa amekuja na hoja ambayo mimi naiunga mkono ya kutaka bodi ya ligi ambayo itakuwa huru. Lakini nafikiri haitakiwi tu kuwa bodi ya ligi ambayo ni huru. Bodi ya ligi inatakiwa kujengwa na watu ambao ni powerful. Watu ambao wanaweza kusimamia hizi kanuni ambazo zinapitishwa. Wao wamewekwa pale, kazi yao maalum ni kusimamia kanuni ambazo wamezitengeneza wao wakishirikiana na hizi club ambazo zinajenga ligi kuu. Kwa hiyo anapotokea mtu mwingine anapokuelekeza wewe kuvunja kanuni, hata kama huyo yupo juu yako hutakiwi kumkubalia. Kwa hiyo tunahitaji hiyo bodi ya ligi ijengwe na watu ambao ni powerful. Mfano kwenye hizi kauli ambazo amezungumza Ali, anasema wazi, na hizi taarifa zilikuwepo hata kabla Ali hajasema, kwamba kuna mtu ambaye alipiga simu kwenye mamlaka za mpira, na ukifuatilia hiyo simu haikupigwa kwenye bodi ya ligi, ilipigwa kwenye TFF yote kiujumla. Na ukiangalia TFF ni chombo huru, hakuna mtu ambaye yupo juu ya TFF. Kwa hiyo hata licha kwamba TFF ni chombo huru, lakini nao wamekubali kupokea maelekezo kutoka sehemu fulani. Sasa hata bodi ya ligi pia ikiwa ni chombo huru, kama watu ambao wanajenga hiyo bodi ya ligi watakuwa ni dhaifu, bado kuna watu ambao watakuwa hawahusiki na mpira na bado wataweza kupenyeza watakuwa naweza kupenyeza matakwa yao, kama jinsi ambavyo ilivyokuwa TFF ni chombo huru, lakini bado watu wameweza kupenyeza matakwa yao. Kwa hiyo issue sio tu kuwa na vyombo huru, lakini kuwa na watu ambao ni powerful. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi vinanisikitisha ni kwamba eti sijui mtu fulani akikupigia simu sijui unakuwa ngumu kukataa sijui hivi. Kwanza mimi nitasema tu wazi, bila kumjua huyo mtu ambaye kapiga simu, lakini mtu ambaye kapiga simu ni dhaifu. Yani kiujumla, yani personality yake ni mtu dhaifu. Manake kama wewe ni kiongozi na una nguvu, unachotakiwa kukisimamia wewe ni haki, na walipo chini yako wote wanufaike na wewe kuwepo hapo. Lakini sasa kama ushaanza kujijali wewe binafsi bila kujali haki za watu wengine, manake wewe ni dhaifu na haustahili kuwepo hapo. Manake unajiangalia wewe zaidi kushinda kuangalia mustakabali wa michezo ya Tanzania nzima. Jana nilitolea mfano hapa kwenye sakata ambalo lilijumuisha Ahli na Zamalek. Lile sakata sio kwamba serikali ya Misri haikupiga simu, nao walipiga simu. Nasikia waziri wao wa michezo alipiga simu, lakini federation yao haikusikiliza ile simu ambayo ilipigwa na waziri wa michezo wa Misri. Waliendelea kubaki na msimamo wao. Kwa hiyo inakuonyesha jinsi gani ambavyo wale jamaa wa Misri ni powerful na wanaweza kukabiliana na watu. Lakini sisi huku kusema ukweli, watu wengi wanaojenga hivi vyombo vya mpira vya nchi yetu ni dhaifu, na hawa watu wengine ambao hawahusiki na mpira wanateka advantage ya udhaifu wa watu wetu. Kwa hiyo mimi kulaumu wao watu sijui wapi na wapi, mimi sitalaumu. Ili kwanza naamini wao wenyewe ni dhaifu ambao wanateka advantage pia watu dhaifu, lakini tungekuwa na watu ambao ni powerful tusingefikia huko kabisa.